Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Hapa leo nataka niwaonyesheni matalasimu mbalimbali kwa wale ambao wanahitaji matalasimu kuweza kutumia kwa ajili ya kazi zao za kiuganga, au kama we ni mtu wa kawaida, haya matalasimu yameshaandaliwa kabisa, ni ya kufanya kazi. Ni matalasimu ambayo yanafanya kazi mbalimbali katika mambo ya kimahaba, faraka, kutibu maradhi na mambo mengineyo zaidi na zaidi. Kwa hivyo hapa nitaonyesheni matalasimu ambayo yaliopo kwa wale ambao wanahitaji mkoani, sehemu yoyote. Ama matalasimu yameshaandaliwa. Kama kuna yale ya mahaba, ni kujaza jina na kufanya kazi. Kama unataka kumlipua mtu, utajaza tu jina, utaelekezwa pale taratibu zake, unafanyia kazi. Ni matalasimu ambayo yameshaandaliwa kabisa, yako tayari. Na pia kuna shikeli za matumizi ya kazi katika upande wa kuondoa nuksi, kufungua vifungo, kuondosha uchawi, yani shikeli katika matumizi moja kwa moja, nazo nimeshaziandaa. Ila naanza na matalasimu haya ambayo nitakuonyesha hapa, na shikeli pia zipo. Lakini hili talasimu la kwanza unaliona hapa, hili ni talasimu la kumtoa jini bila kisomo. Unamvisha, ukishamvisha basi yule jini mwenyewe atakuwa analegea na kuondoka yeye mwenyewe. Talasimu nyingine ni talasimu hili hapa ambalo la kusimamisha damu ya hedhi iliyopita kiwango. Ili unaandika jina lake, ni kombe, unampa anakunywa. Kuna talasimu nyingine hili la kuondoa sihiri. Unaandika hizo idadi, unakoga siku 7. Kuna talasimu hili ambalo la kuondosha ubaya wa aina yoyote, unatumia kwenye nazi. Kuna talasimu hili ambalo ni la kufukuza jini wa aina yoyote mwilini, ambalo utalitumia kwa ajili ya kuchoma. Nitakuelekeza vizuri kwa nini unaandika hivi na inakuwaje. Yoyote yule ambaye atakayelipia matalasimu haya kufika mkoani kwake au sehemu yoyote alipo, sehemu yoyote duniani, basi atapata maelekezo yangu moja kwa moja. Lakini hii ni kombe, ni azima ya mwenye kuharibu mimba kila wakati, hii itamfaa. Haya ni mafusho ya mtu mwenye matatizo ya ukichaa, matalasimu ya kutoa ukichaa au uenda wazimu. Hili ni talasimu la kuondosha jini yoyote mbaya katika mwili wa mwanadamu, jini mahaba, majini sugu yote yale. Lakini kuna hili la mahaba, kunasema hapo utaandika jina la mtaka na mtakiwa. Hili la mahaba, unatumia kwa ajili ya mahaba. Kuna talasimu lingine pia la mahaba, hili linachomwa wakati wa swala tu, swala 5, yani wakati wa alfajiri, adhuhuri, alasiri, magharibi, isha, unachoma. Hapa kuna jina la kuandika, sehemu ya kuandika jina la mtaka na mtakiwa. Hizi zimeshaandaliwa, ni photocopy tu. Hapa unachotakiwa ni kupiga photocopy na kuandika majina basi, kufanya kazi. Na hili mtu anaweza kufanya, mtu yoyote. Na hili nalo la mahaba, hili nalo la mahaba, unaandika majina, unalipua. Lakini hili ni la unapotaka kufunga jambo lolote ambalo linatakiwa kufungwa, ambalo baya, jambo lolote la uchawi, la sihiri, kulifunga lisitokee, basi talasimu hili, hata kama ofisini kwako kuna watu wanakuchezea, unaweza kutumia hili. Lakini pia hili ni la kuua kesi ya aina yote. Na hili hapa pia ni la kufarakanisha maadui au watu ambao wanakutafuta kwa ubaya. Hili ni la kufunga midomo ya watu ambao ni wakorofi, wanakuletea midomo, kesi, maneno mengi na kadhalika. Hili ni akidi lisani, kufunga maneno ya aina yoyote yale, na watu wasizungumze chochote juu yako. Lakini pia kuna talasimu lingine hili ambalo ni aya hizi katika upande wa kinga, unafukia katika eneo lako la biashara au nyumbani kwako au shambani kwako. Lakini pia kuna hili la hili ni talasimu pia la kuvuta. Hii ni dua ya kuvuta, lakini unatumia kwa njia ya kuandika jina la mtaka na mtakiwa, unachoma katika idadi ya 21. Lakini pia kuna hili ni jini Maimuna, unatumia kwa ajili ya kuvuta kwa kuvuta riziki katika eneo lako, wateja katika eneo lako la biashara, na nitakuelekeza hapo unafanyaje, jina unaandika wapi, umeona. Na huyu ana namna yake ya kumweka ujini huyu katika eneo lako la kazi, kuweza kuvuta mambo mengi unayotaka. Lakini huu ni mlipu wa kumlipua mtu aina yote. Utachanganya hapa, kuna dawa za kuchanganya za asili, unachanganya mwita, unachanganya kasela, unachanganya mlipu mwenyewe, unachanganya ufunguo, umeona, na ubani maka. Hii unaandika jina lake hapo na mkusudiwa, na we mwenyewe unaandika jina lako, unalipua hili. Utaratibu wake nitakuelekeza. Unasoma Suratul Fatiha 21, lakini kuna utaratibu wake maalum. Hili ni talasimu la kumvuta mtu wa aina yote, kumvuta, lakini hii hutumii bukhuri ya aina yote, hutumii ubani wala kitu gani.
Hii ni kinga, hii ni kinga moja kubwa sana. Mtu akija kuanga kwako, basi atashtukia kwamba kinachomtokea yeye anakuta kuna mtu anaswali. Yaani mtu akiingia pale kuanga anaona mlangoni kuna mtu anaswali, kasimama katikati ya mlango, akakaa katikati ya mlango anaswali. Mtasimu mzuri sana, kuna namna ya kuliweka. Na hapa juu unaona kuna nyoka. Kuna utaratibu wa kuweka kiasi ambacho mtu akija pale ataona kuna mtu anaswali na kuna nyoka mkubwa sana anamfuatilia. Hii ni kiboko ya wanga. Lakini pia hii ni kwa ajili ya kuondosha husda na maradhi ya kisiri. Ni talasimu hili la kuchoma ambalo utachanganya na dawa za kumuondoa jini wa aina yote au uchawi wa aina yote. Zimejudia mara mbili hapo. Lakini pia hili ni kombe la maradhi la kunywa. Talasimu la kombe la maradhi ya kunywa. Kwa hivyo kama unafanya tiba, haya matasiri muhimu sana kwa nayo. Lakini pia na hili pia ni kwa ajili ya kuondosha maradhi na uchawi katika mwili wa mwanadamu. Na hii nayo ni kwa wale watoto ambao wanapiga kelele usiku. Unaandika hizi, zimeshaandikwa tayari, wewe unakata tu hapo na mkasi, unakunja vizuri, unamfunga nayo. Mtoto anaacha kabisa kulia usiku. Ziko kama 4 pale tofauti tofauti. Na hii ni kufunga katika upande wa mambo mbalimbali. Hii ukinitafuta nitakuelewesha zaidi kwamba unafunga nini. Hili ni kitu muhimu sana uwe nalo. Lakini pia kuna talasimu hili la kufungua riziki, kuleta wateja. Hili tu nalichukua hili unabandika eneo lako la biashara, unatia kwenye bahasha afu unabandika eneo lako la biashara, mvuto wa biashara. Lakini pia hili ni mvuto wa biashara, tundika au zika eneo lako la kazi. Hii unaandika siku ya Ijumaa, usiku wa Alhamisi, unafukiza, unaweka, au unaweza kutoa photocopy ukaweka eneo lako la biashara. Kama talasimu ya kazi, hili ni talasimu la kutoa nuksi mwilini. Hili ni talasimu la mtu unapotaka kwenda kuomba shida yote kwa mtu yote, unaandika, unatembea nalo, unaenda kumuomba chochote unachotaka au interview na kadhalika, kwa wale ambao wanatafuta kazi. Hii ni kwa ajili ya mahaba. Hii ina mahaba katika pande zote 4 au katika pande za kutumia tabia 4 za wanadamu, moto, jua, moto, upepo, udongo, umeona? Yani zenaria, turabia, hawaia. Unapiga kote kote. Hii ni nzuri sana kwa ajili ya mahaba. Lakini pia kuna hili la kumuondosha jini mbaya mwilini, la kuondosha nuksi. Na hii ni jini ambaye anatumika kuondoa nuksi za majini wa aina yoyote. Talasimu nzuri sana. Lakini pia hii ni ya kuosha mtu, kumuosha, kuondosha nuksi mwilini. Unaandika hizi, ni talasimu maalum la kuosha, kuondosha uchawi wa aina yoyote. Mtu kafungwa, kazunguka kwa waganga huko mpaka imeshindikana, kuna dawa zake unachanganya hapo na muosha nayo. Lakini hii pia ni kwa ajili ya mahaba, kuvuta kwa kutumia zile rufi za moto. Umeona? Hii tumeshaeleza, hii ni Maimuna, jini Maimuna huyo na huyu. Na hii ni ya mahaba, lakini mahaba hii inatumika kwa ajili ya kumlisha mbwa. Unaandika afu unamlisha mbwa, kumvuta mtu aina yote, basi huyo mtu atakufuata kama mbwa. Lakini pia hii ni kwa ajili ya mahaba. Yaani hili inapasa sana kila mmoja kuwa nayo, kwa sababu hii ni kwa ajili ya mahaba makubwa sana. Unanawa usoni. Hii ukinawa usoni, basi kila mtu atakupenda duniani. Kila mtu. Ni kombe mujarabu sahihi kabisa. Na ni katika vitu ambavyo ni adimu sana. Ili kombe ukioga au ukinawa, sana ukinawa usoni na marashi, hii utapendwa na kila mtu duniani. Kila mtu. Kama mwanamke atapendwa sana na wanaume, na kama mwanaume atapendwa sana na wanawake. Na hii ni dua kwa ajili ya kuondosha maradhi ya aina yoyote. Unaiandika hii, unampa mtu kombe. Lakini pia kuna hii ya kubatilisha uchawi wa aina yoyote, uchawi ulioshindikana, uchawi wa kila aina. Unaambia uchawi mtu kazunguka, sijui ni uchawi wa nini, sijui ni miti, yani hakuna cha mti, uchawi wa mti au wa kitabu. Kwa hili kombe na hii talasimu, uchawi huo utaondoka. Hapa ni hii ni kinga ya kufukia eneo lako unapoishi kwa ajili ya kuzuia wezi pamoja na wachawi wasikanyage eneo lako wala siwezi. Na hili pia ni kinga nalo, ni fingo ile unafunga eneo lako la biashara au shamba, wachawi wakija hawapaoni pale kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Na wezi pia hawaingii. Lakini pia hili nalo ni kwa ajili ya mahaba pia, unaweza kutumia kwa ajili ya mahaba. Na hili hapa ambao unaona nimeligeuza hapa ni njia fulani za kuondosha majini mahaba kwa wepesi sana. Lakini pia hili ni kwa ajili ya kuwainamisha maadui zako wote ambao wanakufanyia uadui, hasada. Ili kombe hili, ili talasimu hili, kuna utaratibu wake hapo. Utatia zile misumari, kuna misumari yake ya kuweka hapo. Hii ni mujarabu sana kwa ajili ya kuinamisha maadui na kuvunja fitina zote. Lakini hii hapa ni kwa yule mwanamke mwenye aliyeshika ujauzito, anakuwa nayo katika siku 40 za mwanzo kwa ajili ya kusaidia kinga yake na mtoto asiweze kutoka, yani kwa maana kuzuia abortion au kuzuia mtu kuharibu mimba. Hii nayo ni ya mahaba, mujarabu sana kwa ajili ya mahaba. Hii ni mahaba, lakini unakaanga kwenye chungu.
andika katika chungu kipya, bandika uweka katika moto kiungue, uweka siku 7. Au unaweza ukaandika hili pia ukachoma siku 4. Hili ni hatari sana. Una dawa zake za kuchanganyia, unamkaanga. Ukisikia kukaanga ndo hapo. Hii ni kwa ajili ya mahaba. Hii jamani, hii ni ya mahaba kwa kutumia moyo wa mbuzi. Hili ni talasimu moja hatari sana. Unaweka katika moyo wa mbuzi, na ukishaweka katika moyo wa mbuzi, basi hili linatumika kutumia yule moyo wa mbuzi, unaweka katikati ya mafiga, alafu utakuwa unawasha moto. Basi kadiri ambavyo moyo ule unapopata moto, basi yule mpenzi wako kule atakuja kwa haraka sana. Hii inafaa wale waliokimbiwa na wapenzi wao au waliokuwa na matatizo na wachumba wao. Haya, lakini pia kuna hii inatumika kwa ajili ya faraka, michepuko na kadhalika. Hii unaweza kutumia kwa ajili ya kufarakisha maadui, kufarakisha kila ambaye huyu ni jini. Huyu anafanya kazi kwa kutumia mayai visa, na anafanya kazi kwa kutumia jogoo mweusi. Kuna kafara lake la kufanya hapo. Hii ni kinga. Akija mchawi anaona nyoka wamejaa katika uwanja wako. Hii ni fimbo ya Nabii Musa. Ukisikia fimbo ya Nabii Musa ndio hii hapa. Hii ndio fimbo ya Nabii Musa. Haya, hii ni ya faraka. Unaona hapa kuna mbwa na paka hapa. Hawaelewani hata siku moja. Hii ni talasimu maalum la mfaraka hili. Ukitaka mkoani tunatuma. Na hili pia ni fimbo ya Nabii Musa katika namna nyingine. Hii ukifukia tu eneo lako hili, basi hapo akanyagi mchawi, na akikanyaga anakuta kuna nyoka pale. Wewe nyoka umuoni, lakini wao wakija wanaona kuna nyoka. Na akifanya mchezo anagongwa. Na hii pia ni kwa ajili ya mahaba, pia inatumika kwa ajili ya mahaba. Lakini pia kuna hii pia inatumika kwa ajili ya kufunga chochote unachotaka kukifunga. Chochote cha uadui cha namna yote kinafungwa hapa. Kuna namna yake ya kufunga. Ukisikia mafungo ndo au mifungo ndo hiyo. Hii nimeshaeleza. Hii ni ya mahaba, hii ya kuchoma, hii ni ya kuchoma mahaba. Hii pia ni ya kuvuta wateja, zinakuwa 8 hizi. Zinakuwa 8, unachoma eneo lako la biashara. Kama unafanya biashara aina yote, basi unaweza kutumia njia hiyo kwa ajili ya kuvuta wateja. Huyu ni Maimuna tena amejirudia hapo. Hii ni ya kutundika ndani kinga. Hii wachawi hawaingii wala wezi hawapaoni hapo. Hii ni ya kuvuta kwa kutumia yai. Hii ni mlipu kwa kutumia yai. Unajaza mayai hapo, unakata afu unatengeneza hizi zinakuwa 21, unapiga photocopy, unajaza majina, unakunjia kwenye yai, na yai nayo unachora, alafu habari imeisha. Unakuwa unalipua yale mayai. Hakuna mvuto mbaya mkubwa sana kama mvuto wa kutumia mayai. Hiyo ni kun fayakun. Hii mwizi akija kwako au eneo lako anaona kuna panga. Kwa hiyo hapa kuna mafingo ya aina mbalimbali na kinga mbalimbali. Hii ni mvuto, waweza ukatumia eneo lako la biashara. Hii ni kulisha mbwa, hii kwa ajili ya mahaba. Hii ni kwa ajili ya kuvuta watu katika eneo lako la biashara. Lakini hii pia ni kwa ajili, ni talasimu la unapotaka kuomba kitu chochote, unaandika hili talasimu lote mpaka mwisho huko, alafu unaandika na jina lake yule mtu, unakuwa unachoma bila kutumia bukhuri aina yoyote. Unachoma tu yenyewe kama yenyewe. Basi utaona maajabu kule utapoenda, utakubaliwa. Kwa hiyo haya ni matalasimu ambayo tuliokuwa nayo, na mengine yapo zaidi kama mnavyoona hapa. Watu ambao wanahitaji, basi mnaweza mkatumiwa kokote kule mlipo. Matalasimu yote haya, mengine sijataja, lakini matalasimu yote mengine hapa ni kwa ajili ya kufanyia kazi. Kwa mfano hii namna kutumia shikeli mara 16 katika nazi kuondoa nuksi. Kwa hiyo kuna matalasimu hapa ambayo yanaeleza namna kutumiwa moja kwa moja katika mfumo wa shikeli kwa ajili ya kuondoa matatizo. Yaani shikeli katika kazi, sio katika utabiri, katika kazi, namna kuitumia shikeli ifanye kazi. Kwa hivyo matalasimu wanaohitaji mkoani, sehemu yoyote, mkoa wote, sehemu yoyote, unachotakiwa ni kunipigia simu, kuja katika WhatsApp katika namba yangu 0688358173, 0688358173, 0688358173, au namba yangu ya Tigo 0658317974, 0658317974, au namba yangu ya Voda 0757319913. Na wale waliokuwa Kenya unaweza kanipigia direct kwenye Safaricom pia 074000 yani 0740099477. Unaweza kanipata katika hiyo. Kwa Tanzania utanipata muda wote, saa yote. Na kwa hiyo ya Kenya unaweza kanipigia pia direct, hata kama niko Tanzania unaweza kanipata katika namba hiyo inshallah taala, kama una shida unahitaji kuweza kusaidiwa. Umeona mashike leo katika kazi inshallah taala. Naomba niishie hapa.
Kama unahitaji mzigo, unaweza ukaniagizia mzigo wa matalasimu uje kwa ajili ya kuweza kuondosha kufanya kazi zako na kuweza kuondosha matatizo mbalimbali kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuweza kufanikiwa katika mambo yako yote ambayo unayotaka kuweza kuyafahamu. Kwa hiyo unaweza kunitafuta nikakutumia kokote ulipo, kwa sababu kuna malipo, tunafanya malipo. Utaambiwa kwamba matalasimu unayotaka wewe ni kiasi gani, basi utatuma ili uweze kutumiwa matalasimu haya. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.